Na siku ya leo tutakuwa tuna somo letu namna ya kujenga jina jema. Namna ya kujenga jina jema. Nadhani kila mmoja angetamani pengine kuwa na hilo jina jema au ujue namna ya kulijenga jina. Na jua kabisa kila mmoja ana jina lake na yako mambo kadhaa ambayo tunapewa yani kila mmoja anapewa jina ili mtofautishe na mwingine. Lakini katika kuishi na kuendelea tunakuja kuona kuna baadhi ya majina yanang'aa, kuna baadhi ya majina yanafahamika, lakini kuna baadhi ya majina yanabaki kama yalivyo. Lakini kuna baadhi ya majina vile vile yamekuwa ni maarufu kwa ajili ya mambo mabaya. Lakini kuna majina vile vile ni majina ambayo yamefahamika kwa mambo mazuri. Na leo sisi tutakuwa tunajifunza namna ya kujenga jina jema. Unapokuwepo mahali popote, una fursa ya kuweza kulijenga jina lako. Na ujue kabisa kila unapokuwepo, jina lako ni moja ya kitu muhimu sana kuhakikisha unakijenga. Kama hautajenga jina lako au hautajua mambo ya kufanya ili kulijenga jina lako, utapita mahali historia yako itafutika. Yaani ni sawa na wale wanaotembea bichi. Ukitembea bichi, si unajua unatembea miguu yako na inaonekana au alama zako zinaonekana, yakipita maji mara moja tu shua yanafuta kila kitu. Kunakuta pia kuna watu ambao wamesoma hapa, historia yao haikumbukwi. Haukumbuki kwa mema, haukumbuki kwa mabaya, uko neutral. Lakini tunapaswa kujenga majina. Na ukijenga jina lako kuna mambo mengine utayafaidi kutokana tu na jina. Labda tuangalie kitabu kidogo cha Mithali 22 na ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Mithali 22 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema wazi ya kwa heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Kwa kumbe kama kuna siku ukakutana na mahali pamewekwa jina jema na upande wa pili pakawekwa fedha na dhahabu, Biblia inasema ni heri atakayechagua jina jema. Sasa kama jina jema ni muhimu kuliko hata fedha na dhahabu, ndio maana moyoni mwangu nikatamani sisi kama nyie kama wahandisi watarajiwa na wengine kwenye keria zenu mbalimbali mnakokuwa mnaenda nazo, lazima ujifunze kujenga jina jema. Najua jina jema linaweza likakupa kazi bila interview. Sababu ya jina lako tu. Watu wanasema jina hili tumelisikia. Jina hili kwa mema limesikika. Mtu wa namna hii jina lake linatambulikana. Lakini kama jina lako hautalijenga, kama jina lako hautafanya kwa makusudi ulijenge, utajikuta unajulikana kwa mambo ambayo hayafai. Watu wanakujua wewe ndio mchezaji godoro maarufu. Watu wanakujua wewe ndio master DJ. Unajua wale watu wa kuingia na simu na manini kwenye mitihani, kuna kuta wewe sasa ndio unajulikana kama ndio master wa watu hao. Lakini labda nikwambie dhana kadhaa kuhusu jina. Jina ni utambulisho ambao mtu huwa anapewa ili kumtofautisha na mwingine, lakini jina la mtu huweza kusimama badala yake. Ndio maana kuna watu wengine hata wamekufa lakini bado majina yao yanaishi. Na jina lako linaweza likasimama badala ya wewe. Kwa kama utakuwa makini kuhakikisha unalijenga jina lako, kuna mahali ambapo jina lako litafaa. Ndio maana kwenye mitihani na nini kinachoandikwa ni jina lako tu. Jina lako ukija kulisoma kwenye notes board au wapi, unajua wewe ni wewe. Kwa jina linasimama badala yako. Kwa kama utalijenga vizuri jina lako, litakuja kukusaidia. Na kama hautalijenga, basi vile vile unaweza ukaja ukabomoka. Jambo lingine, jina linaweza kukua au kudumaa kufuatana na matendo ya mwenye nalo. Kwa jina kuna mtu mwingine jina lako linaweza likakua au likabomoka vile vile kutokana na matendo yako. Kwa kama utaamua kutaka kulikuza jina lako, lazima uhakikishe kuna namna fulani unataka watu wakujue kwa kitu fulani. Kama hautapambana kutengeneza jina lako watu wakujue kwa namna fulani, watu hawatakujua kwa chochote. Naona kuna watu hapa wanajulikana kwa ajili ya uongozi, anajulikana kwa ajili ya siasa, anajulikana kwa ajili ya utumishi, anajulikana. Kwa lazima na wewe uhakikishe jina lako unalitengeneza.
Unakaa chini unadhamiria, kwa jina langu mimi sasa kuanzia leo nataka watu wanitambue kama namna fulani. Kwa kama utaamua kwanza kujenga hilo jina, haitachukua siku moja, kwa sababu ni ujenzi. Ujenzi wowote huwezi kujenga kwa siku moja, si vile watakuwa wananielewa, si ndio? Hata kama una kila kitu, lakini huwezi kujenga kwa siku moja. Yaani kuna muda mwingine utasubiri pakauke ili uendelee na ujenzi. Lakini simenti unazo, nondo unazo, fedha unazo, lakini uwezo sasa tutajenga siku moja ghorofa mpaka lifike juu. Itaanguka siku hiyo hiyo. Toka kama umefanya kazi ya kujenga na mabua. Kwa jina nalo ni hivyo hivyo. Kuna muda utaendelea kujenga kwa uvumilivu. Baadaye jina lako linakuja kujulikana kwa sasa watu wakiliweka jina lako na majina mengine, watu wanasema huyu ni mtu wa namna fulani. Na jina lako linaweza kuishi baada yako au likafa pamoja na wewe. Kwa jina lako vile vile kuna yani hapo sasa haitegemei na umeishi miaka mingapi. Kuna mtu mwingine jina lake linaweza likaishi pamoja naye, lakini mwingine jina lake akifa tu na lenyewe linafutika. Yaani anakuwa amezidiwa hadi na ng'ombe na kondoo na mbuzi ambao tukiwachinja wanaacha ngozi zao. Tunakuwa tunaziona ngozi zao. Lakini wewe kama msomi unakufa na jina lako linaondoka linakufa, unajua kabisa haukufanya kazi ya maana kujenga jina. Mimi nimedhamiria ninagoma kufa. Kwa yani hata kama nitakufa, watu watajikuta wanaishi na mimi hata kama nimekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanaishije na mimi kwa wakati mimi nimekufa. Mfano, nikiandika kitabu alafu nikakiacha duniani mimi nikafa, inakuwaje watu wengine wanaposoma? Sina maana wanaendelea kuishi na mimi. Jina langu halitoki duniani kwa sababu mimi ninaendelea kuishi. Maisha yangu nimeishi kwa muda ninaoishi, lakini nimeacha alama kwenye dunia yangu. Kwa jina lako lazima uhakikishe unalitengenezea namna ya hilo jina kuishi hata baada ya wewe. Sasa wewe jifikiria hapa sasa hivi. Mfano, ukafa hapa. Wengine si wanasema tu wanazoea kuacha alama za watoto. Haya wewe ndio una mtoto hauna sasa. Ndio ulikuwa kwa shuleni. Umekufa hauna alama yoyote. Hauna alama ya mtoto. Au watu watazikumbuka nguo zako ulizokuwa unavaa kipindi hicho nyumbani. Kwa hakikisha jina lako unaanza kwa makusudi kabisa unadhamiria kulijenga. Then jina hugeuka urithi wako. Jina jema hugeuka kuwa urithi kwa watu wako. Ndio maana kuna watu ambao zikitajwa tu ukoo zao, yaani kuna maeneo wanapishwa na watu unawaheshimu kwa sababu mtu akikwambia ukoo wake unajua hawa ni watu wa namna fulani. Kwa nini? Kuna mtu amepambana kujenga lile jina. Na majina mda mwingine yanajengwa kwa jasho na damu. Kuna wakati ambapo watu wanajikuta yani anaweka kwenye mazingira ya kutakiwa kucompromise au kufanya tofauti na lile jina lake, lakini anakataa ili tu kulinda jina lake lisichafuke. Ndio hayo majina ambayo unayaona yanaishi vizazi na vizazi. Kwa jambo lingine hilo la mwisho, ukumbuke kwa jina linajengwa. Wewe kama hautajenga ujue ni juu yako, ila jina linajengwa. Namna tatu ambazo watu wanapewa majina. Yaani kwa nini wewe unaitwa hivyo? Yaani wewe kujiuliza tu ukajikuta unaitwa Eva, sijui unaitwa Esther, sijui unaitwa nani hapa Pinieri, unaitwa Jafet. Wewe kujiuliza kwa nini ukaitwa hivyo? Na usipojua sababu ya jina lako ni kwa nini ukadhani tu watu walikupa tu kwa kujiburudisha, kuna kitu utamisi. Kwanza majina au jina inatokana na hali fulani ya wakati wa kuzaliwa. Kuna watu wengine wanapewa majina kwa na hali fulani kipindi walipokuwa wanazaliwa. Watu wa Mbeya wanaelewa vizuri. Kuna watu wengine wanaita mwaka nini wanapewa yani kutokana na matukio yanayokuwa yanakuwepo kipindi fulani. Unakuta mtu alizaliwa labda kipindi ambacho nini kimetokea, wanampa jina kutokana na kile kitu. Wanampa jina kutokana na ile kitu. Kwa majina ndio mwingine yanatokana na hali. Na kabisa tunaona hata kwenye Biblia hii hali ilikuwepo. Tunamwona mtumishi kama Yabes. Yabes anasema alizaliwa kwa uchungu. Mama yake akamuita Yabes. Kwa nini? Kwa sababu anasema nalimzaa kwa uchungu. Kwa kama yeye anaishi lakini jina lake linawakilisha nimezaliwa kwa uchungu. Kwa lazima ujue. Na mfano pia Abraham ukisoma hapa Abraham baba wa mataifa kabla hajabadilishwa jina alikuwa anaitwa Abraham. Abraham ina maana ni mtu asiye na mtoto. Mungu anakuja baadaye kwenye sura ya 17 mwanzo pale ndo anaanza kumbadilisha jina kwa hautaitwa Ibrahim, hautaitwa Abraham, utaitwa Ibrahim. Kwa Abraham yani ni Abraham ile ndefu, sio Abraham. Kwa sasa unatoka kwa Abraham
usiye na mtoto kuwa baba wa mataifa. Kwa alikuwa anapita mahali watu wanamuita Abraham, baba wa mataifa. Wakimuuliza na watoto wangapi, anasema sina mtoto hata mmoja, lakini wanamuita ni baba wa mataifa. Jina hilo linaanza jina, baadaye watoto wanakuja kufuata baadaye. Na unakuta Sarai naye vile vile alikuwa anaitwa Sarai, ina maana tasa, sie za, lakini baadaye akaja kuitwa Sara, ina maana naye ni mama. Hivyo unakuja kuona kuna majina ambao kama Nabali ambaye alikuwa ni mpumbavu kaitwa Nabali hivyo hivyo, na jina lake yakatokea. Kwa muda mwingine wamempa mtu jina na upumbavu wake, lazima anaitwa Nabali na upumbavu anao. Kwa nao mwenyewe unaweza kukuta kajina kako amekupa fulani, lakini kuna kitu watu walikaweka nyuma yake, walikuwa wanajua tu wanachomaanisha. Kwa kusoma hapo kwenye Mwanzo 17:4 hadi 5 na 15, naona Mungu anabadilisha majina Ibrahim na Abraham na Sarai, anaanza kuwaita majina mengine. Kwa jina unaweza kupewa kutokana na hali au situation ambazo zipo wakati fulani, lakini pili unaweza kupewa jina kutabiri jambo lijalo au prophetic naming. Kwa hata wewe utakapokuwa umepata watoto unawapa majina, hakikisha unampa mtoto jina. Je, unampa kwa sababu ya situation ulionayo au unampa jina kutokana na kule unapotaka aende? Yaani unamtabiria. Ndio maana unakuta kuna watoto mtu amempenda mtu fulani au kutokana na mashuhuri wa mtu fulani anaofanya, mtu anasema mwanangu ataitwa fulani. Anaposema anaitwa fulani, ina maana anamtabiria yule mtoto zile sifa za yule mtu ambaye anamtaka zimfuate. Kwa kama hiyo ni namna ya pili ya kutoa majina ambayo ni prophetic naming. Lakini hapa tunaona sasa mfano Abraham sasa anaanza kuitwa baba wa mataifa wakati alikuwa ni Abraham. Na tunaanza kuona tena kwa habari ya Israeli alikuwa anaitwa Yakobo, mdanganyifu. Mungu anakuja kumbadilisha kwamba siwezi nikakubariki ukiwa mdanganyifu. Anambadilisha jina, anaitwa Israeli, yani mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina haya yana maana katika ulimwengu wa roho. Sio majina tu ya kujiburudisha ili mradi tu unatoa majina au wanasema mtu anasema ina sound vizuri. Yaani unampa mtoto jina ambalo unasema lina sound vizuri, yani ukilipronounce unasikia ka vibe fulani. Kuhakikisha unampa mtoto jina ukiwa unajua kabisa unachokifanya ni kitu gani. Kwa sababu unapotoa jina kwenye kitu inamaanisha unataka kitu hicho kiwe hivyo ambavyo unakiona. Lakini jambo lingine unaweza kupewa jina kutokana na matendo yako. Yaani jina likatokana na matendo yako. Hapa tunaweza tukamwona kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Death Venda, yani machinga wa kifo. Huyu jamaa aliishi miaka ya 1833, alizaliwa lakini akaja akafa ilikuwa Disemba ya 1896. Jina lake alikuwa anaitwa Alfred Nobel, ambaye mpaka leo kama mnajua habari ya Nobel Prize. Nani amewahi kusikia Nobel Prize? Yes, huyu Nobel Prize, Nobel mwenyewe alikuwa wanasema Death Venda, ni machinga wa kifo. Kwa nini aliitwa hivyo? Kwa sababu aligundua madini fulani yanaitwa dynamite. Dynamite ilikuwa inakuja inatumika inasaidia kutengeneza vilipuzi. Sasa hiyo kwa sababu ya kutengeneza vilipuzi, yeye alitaka vikatumike migodini huko anakovunja miamba na nini ili watu wawe rahisi kwenda kuchimba, kuvunja ile miamba migumu. Watu wa mining mnaelewa, watu wanapopiga baruti na manini. Kwa hiyo aligundua hivyo vitu vya kulipulia. Sasa alipogundua hivyo vilipuzi, watu wakaendelea kuboresha, wakaanza kutumia vile vilipuzi kama mabomu. Sasa walipoanza kutumia kama mabomu, wakaanza kuua watu. Kwa yeye siku moja ndugu yake amekufa miaka 1888. Alipokufa ndugu yake, watu magazeti yakaandika yote, yani ni kama wanafurahia kifo chake, wanasema machinga wa kifo amekufa. Hatimaye Death Venda sasa amekufa. Aliposoma lile gazeti akapata huzuni moyoni mwake. Kumbe watu wananitambua kama mimi ni surprise, ndo agent wa kifo. Akasema sasa utajiri niliopata kutokana na ugunduzi wangu utatumika kwa ajili ya kwanza kuandaa tuzo za amani. Kwa ndo maana mpaka leo unasikia kuna Nobel Prize. Kama umepewa Nobel Prize na maana kuna mambo makubwa umeyafanya ambayo kwa ajili ya amani na nini, unakuta unakumbukwa kwa namna kama hiyo. Na huyu jamaa alikuwa ni Msweden huko. Kwa hiyo ukiona siku nyingine habari ya Nobel Prize
ujue huyu jamaa jina lake lilikuwa baya, lakini aliamua kwa makusudi kulijenga jina lake na kulisafisha kwa namna hiyo. Sasa hizi jina lake lina heshima. Kati ya majina yenye heshima, jina lake linatamkwa. Kwa sasa wewe lazima uangalie jina lako utaliacha katika hali gani. Lakini kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu, naweza nikuachia tafakari kidogo, ukumbuke kuhusu Bwana Yesu Kristo. Pamoja na kazi yote kubwa ya ukombozi aliyoifanya kwetu sisi wanadamu, unakuta Mungu anasema alimpa jina, yani zawadi ya ukombozi, zawadi ya mambo yote aliyotufanyia, zawadi ya kufa msalabani, alimpa jina. Ndio maana tunarudi, jina jema ni bora kuliko mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi 11, utaona hapo labda nisome haraka. Anasema iweni na nia hiyo hiyo. Iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Yesu Kristo, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Naona kwa kazi yote Yesu aliyoifanya, yote ya ukombozi wa mwanadamu, Mungu anakuja kumpa jina lipitalo majina yote. Kwa jina usilipuuze. Ndio maana tunajifunza leo kwa habari ya kujenga majina. Na watu wengine endelea tu usijue habari ya kujenga jina lako. Mtu mwingine aliwahi kukosa kazi kwa sababu jina lake tu, kumbe yule aliyemfanyia interview alikuwa na X. Sasa nikisema X sijui mnamuelewa. Yaani anakamchumba fulani kalimwacha huko. Alafu mwingine ameenda kufanya interview pale na jina kama ya yule mchumba. Sasa anapokuja anaanza kumfanyisha interview, yani yeye amekuwa na hasira tu, yani huyu jina lake anamkumbuka yule mtu wake aliyemwacha kule. Kwa sababu tu ya jina lake, yeye huyo hajakosa chochote, lakini kwa sababu ya jina lake anakosa kazi. Kwa kaza kama wewe jina lako uliombei hata kibali cha Mungu, na wewe utakuta unakusanya siku nyingine ndio ninaenda ninakutana na maex huko. Watu wanakukata, tunasema huyu tupa huko. Ile jina anakuambia wao kina Grace hao wanakuwa wasumbufu sana. Huyu Johnny, I'm not interested in you. Toa. Kwa nini? Kumbe jina lake. Lakini kama unaliombea jina lako, linakuwa na kibali cha Mungu. Unakuta mtu akiliona, kumbe ndo anakutana na mtu ambaye wewe kumsaidia. Ndio hilo jina anasema lazima nimlipe wema. Nitakapokuwa namuona huyu mtu, namkumbuka yule mtu aliyenisaidia. Unaona? Kwa unakuta jina lako tu limeachilia kibali. Lakini wewe ukiwa na jina lako tu hivyo, sawa? Wewe tuendelee, utakuja kuliona. Lakini jina la mtu lina harufu. Linaweza likawa linanuka au linanukia. Ndio maana kuna mtu ambaye jina lake, labda ngoja tufanye zoezi moja hapo. Ukisoma wimbo ulio bora 1:3, anasema manukato yako yanukia vizuri, jina lako ni kama marhamu iliyomiminwa, kwa hiyo wanawali hukupenda. Jina lako ni kama marhamu iliyomiminwa. Marhamu ni kama perfume. Sasa sio perfume tu iliyo kwenye kopo, anasema ni kama perfume iliyomiminwa. Yaani iko tayari spray. Kwa jina lake tu huyu jamaa anasema yani ni kama perfume ngako sprayed, yani watu anasema wakinusa wanajisikia vizuri, anasema wanawali wanampenda. Kwa nini? Kajina kake kana harufu fulani. Kwa kila jina lina harufu. Unaweza likawa linanuka au linanukia. Ngoja uone kidogo kwenye Biblia. Alafu utaona harufu ya haya majina. Kuna majina nitakutajia mfano wake hapa, alafu wewe utaona harufu yake. Nikisema Yesu, wewe taja tu kwa sauti. Unajua nini nikisema Yesu, nini kinakuja kichwani mwako? Si Mwokozi jamani. Haya, nikisema Ibrahim, amsomi Biblia.
baba wa imani. Very right, safi. Huko wananifurahisha. Tukisema Yuda, hiyo ndio mnamjua. Tukisema Rahabu, kahaba, safi. Unaona? Tukisema Lazaro, maskini, safi. Sasa maskini anao? Hapana, alikufa, lakini harufu ya jina lake mpaka leo bado inanuka vibaya. Huyu kahaba aliacha, amepita mpaka yuko kwenye kitabu cha Waebrania, mashujaa wa imani. Lakini bado ile katabia kake, harufu ka jina lake kwa kahaba kamemshika nyuma, kanamfuatilia. Unaona, anasema yule Rahabu, haishi kusema Rahabu, yule Rahabu kahaba. Kwa hiyo jina lina harufu. Usipojenga jina lako vizuri, utakuta harufu mbaya. Nikitaja jina lako huko linanuka. Watu wanakuwa hawalitaki. Kwa na wewe unapaswa kujijaribu kujua jina lako vipi, harufu yake linanuka. Kikaa huko, jaribu tu kujitafakari mwenyewe. Kwa hivi jina lako likitajwa, sifa gani haraka inawatokea watu ya jumla? Ina ndio nikitaja tu jina. Wewe hapa watu wakujua mtumishi, lakini watu wanakuambia anajivuna. Yesu aliwahi kunusa pia jina lake. Ni kwa hivyo. Yesu aliwahi kulinusa jina lake kujua hili jina watu wananichukuliaje? Ilikuwa katika kitabu cha Mathayo 16:13 hadi 18. Anasema Mathayo 16:13 hadi 18, basi Yesu akaenda zake pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia na mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, ninyi mwanena kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akajibu, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa unaona, Yesu hiyo siku amewaita mitume wake, wameenda kukaa mbali kabisa kwenye pande za Kaisaria Filipi. Kwa nini? Anataka kunusa jina lake. Hivi ni jina. Watu nisije nikawa mimi huko napiga miujiza, au niweza kuwaambia watu wanamwambia ni msela mmoja anakata vitabu. Kwa Yesu anakuja hapa, unaona? Kila anayemuuliza, kila anayesema watu wanasema ni nani? Wengine wanasema ni Elia. Elia si mnamjua alikuwa mtumishi wa Mungu. Haya, wengine wanasema ni Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji si mnamjua alikuwa mtumishi wa Mungu. Wengine wanasema Yeremia. Wengine wanasema ni mmoja wapo kati ya manabii. Kwa nakuta watu sifa zake hawaendi mbali. Hawaendi mbali, wanazunguka hapo hapo. Hakuna ambaye alisema wewe bwana ni mcheza mpira wa miguu maarufu sana. Labda kama nyinyi mmeona Biblia zenu zinasema Yesu, au kuna mtu alisema Yesu wewe ni msela. Hamna. Wote walikuwa wanaenda pale pale, hawaendi mbali na sifa yake. Kwa na wewe kama unaweza ukafanya, jaribu kuwajua watu hivi huko. Mimi watu wananijua kama nani? Hiyo sasa nakuta huko watu hawajawahi hata kukuita mtumishi. Wewe unakuja si tu kutembea hivi na nini. No. Hakikisha jina lako lina harufu ile ambayo wewe unaitaka. Na mara nyingi watu wanaanza kukuita hilo jina ambalo unakuta linakuwa linakaribiana na kusudi lako la kuishi duniani. Wengine wanakuita tu kama utani, lakini jina lako hilo linakuwa linashabihiana na kile kitu ambacho unakiishi duniani. Kwa kama unaona unawakilisha kitu ambacho sicho, lazima urudi chini. Tunasema urudi kwenye drawing board. Useme sasa nachora upya jina langu. Kama natambulika tofauti na ninapaswa kutambulika, au ninajulikana tofauti na vile ambavyo mimi ninajijua, lazima urudi kwenye drawing board. Back to the basics. Chora tena. Rudi tena, anza kufanya vile inavyokupasa kufanya ili jina lako liwe sawa sawa. Yes, sababu ya muda wetu tutakutajia tu mambo kadhaa ya kukusaidia kujenga jina lako. Mambo kadhaa ambayo yatakusaidia kujenga jina lako. Jambo la kwanza ambalo litakusaidia kujenga jina lako ni kumpokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yaani hiyo ndo kwenye drawing line ndo ya kwanza. Kwa sababu wengi ambao majina yao leo nayasikia ambao wana maana, waliamua siku moja kuwa tunataka majina yetu yabadilike. Waliamua kumaanisha kumwamini Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao binafsi. Walipoamua kufanya hivyo, tabia zao mbaya, mambo yao mabaya yakafanyaje? Yakabadilika. Ndio maana unakuta mtu akimwamini Bwana Yesu akamaanisha, hata kama alikuwa ni mzinzi, haitwi tena mzinzi. Jina lake linabadilika, anaanza kuitwa mtumishi wa Mungu.
Yani hivyo, kwa lazima uhakikishe unampokea Bwana Yesu, sio kwa kubangaiza, kwa kumaanisha. Ukianza hivyo, basi jina lako litabadilika na utaanza kuona sasa mambo yakiwa tofauti. Kisoma Ufunuo wa Yohana hapo 2:17, kisoma Warumi 10:9 hadi 10, utaona hapa anapokuelekeza sasa namna gani unampokea Bwana Yesu. Unamwamini moyoni mwako, unamkiri kwa kinywa chako, anaingia ndani mwako. Akiingia ndani mwako, jina lako linatengenezwa. Hata kama watu walikuwa wanakuona ni mtu mbaya, unakuta sasa jina lako limebadilika. Linaanza kuwa na harufu nzuri. Jina lako lilikuwa linanuka, sasa watu wanaanza kukukaribia, jina lako linanukia. Kuna watu ambao walikuwa wanalewa, lakini walipompokea Bwana Yesu, wengine walikuwa wanavuta masigara, mabange na manini, lakini walipompokea Bwana Yesu, watu wakiwaona wanakuambia, akiwaambia mimi nilikuwa navuta bangi, mtumishi anatupiga. Yaani wewe kweli hiyo mdomo ndio wa kuvuta bangi huo? Au mdomo ndio wa kunywa pombe? Kwa nini? Kwa sababu jina limebadilishwa. Mungu amembadilisha jina. Anabadilisha, anapewa jina jipya. Anasema kwenye Ufunuo hapa, nitakupa jina jipya ambalo hakuna anayelijua, lakini yule anayelipokea unapewa hilo jina. Kwa kumwamini Bwana Yesu. Kwa hata kama utasahau mambo mengi ambayo ninazungumza, lakini kumbuka hili la kwanza. Ukitaka kubadilisha jina lako, lianze kwenda kwenye msingi, lazima umpokee Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo ndo msingi wa kwanza unaanza wa jina lako kubadilika. Jambo la pili ni kuishi kwa uadilifu. Kuishi kwa uadilifu. Kiishi maisha ya uadilifu, basi jina lako litakufuata. Litaanza kuenda vile ambavyo sawa sawa na maisha yako unavyoishi. Soma Mithali 10:9 hapo utaona, sema endaye kwa unyofu, wenda salama, bali apotoshaye njia zake atajulikana. Kwa hiyo utakuta na wewe unaanza kujulikana kwa namna fulani. Uadilifu ni kufanya yale unayopaswa kufanya hata watu wasipokuepo. Yaani kuna maeneo ambayo utabaki peke yako, hakuna mtu wa kukusimamia, hakuna mtu wa kukuangalia, lakini hautafanya mambo mabaya kwa sababu wewe ni mwadilifu. Lakini kama hautakuwa na uadilifu, jina lako utalichafua tu. Kwa sababu gani? Utacompromise. Unapo-compromise, jina lako linachafuka. Watu hawakujui kwa kitu kimoja. Sababu watu wana kawaida ya kukuja kusummarize hapo, wanakujua kwa kitu hicho kimoja. Sasa kama unabadilika kama kinyonga, watu hawaweza kukuamini. Wewe unaweza kumwamini kinyonga. Umemwamini alikuwa wa kijani, kumbe akishika tu buu hapa amekuwa tayari wa blue. Kwa lazima uwe ni mtu wa uadilifu. Jambo lingine, kwa haraka kuheshimu wengine. Hakikisha unawaheshimu wengine. Utakapokuwa unaheshimu, na wewe watakuwa wanakuheshimu, kwa unakuta jina lako sasa linaanza kuwa na maana. Lakini jambo lingine, jifunze kujizuia, self control. Usifanye kila kitu kama wengine wanavyofanya. Ndio maana saa hizi sasa watu kwa sababu wanataka kujenga tu majina, wanapambana kwa TikTok, wengine wanatembea mpaka uchi, wanataka tu majina ya kuwe yawe. Lakini sasa hawajengi majina kwenye namna nzuri. Bwana anayekuza majina yupo, Bwana anayetengeneza brand za watu. Yaani jina lako unaweza kuligeuza likatoka kwa jina likawa brand. Kwa Mungu yupo unaweza kujenga brand yako kwa namna nzuri. Kuhakikisha unajifunza kujizuia. Kwa sababu kama hujizuii, basi utafanya mambo yako yanakuwa ya ajabu. Jambo la 5 ni kuwa na neno moja au consistency, kuwa na muendelezo wa mambo unayoyafanya. Sio leo tulikukuta ibadani, kesho tukija haupo tena. Yaani endelea kufanya kile kitu ambacho ulikuwa umeaminiwa kukifanya. Unapokuwa unafanya hivyo, basi utajikuta jina lako linatengenezeka. Lakini jambo lingine ni kuwahudumia wengine kwa moyo safi au kutokuwa na ubinafsi, selfless. Unakuwa yani hauna ubinafsi. Unapofanya hivyo, basi jina lako linakuwa pia linaendelea kujengeka, kwa sababu unapokuwa mtumishi ndio namna ya kujenga jina. Yaani Yesu alisema anayetaka kuwa mkubwa, ukitaka jina lako liwe kubwa, lazima ujifunze kushuka kuwatumikia wengine. Wakati wengine wanapambana kutaka kujikuza, wewe shuka chini, watumikie wengine. Wakija wengine hapa, kuta kwenye maombi umewahi, umetengeneza mazingira, watakuwa nakukumbuka. Usipokuwepo siku, watu wanajua kuna mtu fulani hayupo. Kwa sababu gani? Jina lako linaendelea kujengeka. Jambo la 7 na la mwisho, ombea neema ya Mungu kila siku kwenye jina lako, au unaliombea jina lako kibali. Kwa kama tuliyosema, unaweza kuwa na jina zuri tu, lakini inaenda kukutana na watu ambao sio sahihi huko, wanaanza kulichukia tu pasipo hata na sababu. Kwa hiyo jitahidi sana kuliombea jina lako, kwa sababu Mungu yeye ndo anayetusaidia kujenga katika kazi zetu zote. Kwa hiyo tumejifunza kwa ufupi hapa namna ya kujenga jina,
hakikisha unajenga jina lako. Hakuna mtu atakusaidia kujenga jina, na ukilijenga jina lako zuri itakuja kukusaidia sana huko mbele. Hautaona faida yake leo, lakini utakuja kuachia hata unajua kuna majina kama nilivyosema. Unaweza ukaenda hata yakatoa pesa hata ATM huko bila tu. Yaani watu wakasema tu mtoto wa fulani hawezi kupata tabu kwa sababu baba yake alitusaidia. Baba yake tulikuwa tunasoma naye, alikuwa ni mtu mwema. Kama anapata shida, sisi tutasimama kwa niaba yake. Kwa nini? Ni jina. Kwa majina mazuri yanajengwa na yapo, na wewe unaweza ukajenga jina lako, na Bwana akubariki. Muda wetu umekwisha. Sikujitambulisha, naitwa Japhet Katana, na mimi niliwahi kuwa mwinjilisti hapa kipindi 2019 na 18 kule nyuma. Nadhani wengine wengi mko huko, wengine shule za msingi sijui wapi, lakini tulikuwepo kipindi fulani hapa. Mungu ni mwaminifu, nimefurahi kuwaona, na hizi ni siri za tunazowaambia sasa kujenga jina lako. Usipojenga, anasema mtu mjanja yote anajifunza kwa makosa ya wengine, lakini mjinga anasubiri kujifunza kwa makosa yake mwenyewe. Wanakuja associate, wewe huji. Associate anakuambia makosa aliyokuwa anakosea, wewe huji. Unataka ujifunze mpaka na upate sababu zako huko mwenyewe ndio ujifunze. Utakomaa mpaka utapoteza muda mwingi, lakini ungekuja tu ukasikiliza inakuja ikakusaidia. Mungu akubariki na Bwana akujalie kujenga jina jema. Amen. Karibu kiongozi. Amen.